na mimi na mwenzangu na wafuasi wetu tumekubaliana ya kwamba uchaguzi wa Kwale utafanywa kwa njia ya consensus. Tunajua kulikuwa na mmoja ambaye naye alikuwa katika hicho kinyang'anyiro, lakini yeye alikataa na sisi tumemkataa, na si mwingine lakini ni Juma Ngao. Ametukataa na sisi tumemkataa na hatuna wasiwasi. Na tunataka kutoa onyo sasa, kwa sababu tulipoitwa kule Nairobi yeye alisema alitumia milioni 8, na tulipomuuliza alizipata wapi alisema alipawa na wakubwa kwa sababu yeye ndiye anayetakikana. Sasa natoa onyo, Kwale ina wenyewe na ni sisi, na ikiwa kutakuwa na mtu atoke wapi wala atoke wapi na lazima na Juma Ngao, tuna kaunti 47 hapa Kenya. Wale wanaoona kwamba Juma Ngao ni kiongozi wachukue. Hatumtaki mnafiki, mzandiki, mrongo hakuna kama Juma Ngao. Ametupatia maneno mengi ya urongo ili tuweze kupata shida hapa. Na iulize headquarters ijue ya kwamba hapa Kwale ni ngome ya ODM. Hatutaki watu ambao wanakuja hapa kwa sababu ya kutafuta mapeni na kadhalika. Leo na furaha kuja kutangaza kuwa team fresh ya Kwale County na team Wanyoha ambayo tumekuwa tukilumbana kisiasa katika viti vya grassroots vya ODM. Tumekuja kwa consensus, tumekubali kuganyana viti. Na kuna baadhi ya majina ambayo ya viongozi ambao tumekubali tukienda mbele kabisa, na tumeamua kufanya consensus kutoka polling station mpaka county level, na chama tutaweza kuwaeleza vile tulivyokubaliana zaidi. Koko tulikuwa na kura zile za grassroots, mnajua zilifanyika Kenya nzima, lakini wale wasimamizi wetu wa kura hawakufanya kazi safi. Wenyewe walisema kwa hata Kinango hawakufanya kura kabisa, Kinango constituency ambao ni 48% ya kura za Kwale County. Ndo tukaenda kwa tribunal ya ODM, wakasikiza kila mtu ushahidi wake na wakasema kuwa Kwale haikutokea kwa haki. Kwa hivyo tukaambiwa turudi mashinani na tukakubali kusign, kusema kuwa tutarudi kwenye kura. Na unajua kura katika katiba ya ODM inaweza kuwa consensus, inaweza kuwa ballot, inaweza kuwa njia tofauti. Kwa hivyo tukakubaliana tufanye consensus ili chama kiwe kimoja 2027, haiko mbali tena. Badala kupigana wenyewe kwa wenyewe, sisi wenyewe lazima tuwe tayari kukabiliana na wale ambao watakuwa wapinzani wetu hapo 2027. Mimi kwanza leo niko na furaha nyingi sana kuona viongozi wetu Mheshimiwa Mwanyoha na Mheshimiwa Madam Zulea ama team fresh kuweza kuja pamoja na kukaa na kusuluhisha na kuelewana kabisa pamoja kuijenga Kenya.